Wakati akipokea majukumu ya kuifundisha klabu ya wananchi Yanga, kocha Hamdi Miloud alikuta Yanga inafanya vizuri. Lakini hivi sasa Hamdi Miloud, rekodi zinaonyesha kwa mechi alizoiongoza Yanga katika ligi kuu Tanzania bara inafanya vizuri zaidi. Kwa lugha nyingine unaweza kusema kwa kile unachokionyesha Yanga katika mechi za ligi kuu Tanzania bara ni kwamba Miloud anawapeleka next level, katika daraja lingine kabisa, ambalo mwisho wa siku kama wataendelea kile walichokionyesha katika mechi zote walizoongozwa na Miloud, ni dhahiri kwamba Yanga wanakwenda kutoa tena taji la ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya 4 mfululizo. Ndio hivi sasa Yanga ingali kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ikiwa na pointi 67. Imefunga mabao 64, imeruhusu mabao 10. Performance ni 89.333 to infinity, around 89. Iko vipi? Ni kwamba kocha Hamdi Miloud, yeye kwa kukumbushana tu vizuri, yeye alitua Yanga na kuanza kuiongoza kwa mara ya kwanza. Mechi ya kwanza kwenye ligi kuu Tanzania bara ilikuwa ni tarehe 10 mwezi wa pili mwaka huu 2025. Hii ilikuwa ni mechi ya raundi ya 18 kwa Yanga. Walikuwa wanacheza ugenini kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo pale Mbweni jijini Dar es Salaam dhidi ya wenyeji JKT Tanzania. Katika mechi hiyo matokeo yaliisha kwa suluhu bila. Mechi ambayo beki wa JKT Tanzania Wilson Dangu ndiye alikuwa mchezaji bora wa mechi. Baada ya hapo ambapo Yanga kwa kiasi kikubwa walibaniwa na performance kiwango cha juu cha ulinzi cha timu ya JKT chini ya golikipa wao Yakub Suleiman na mabeki wake kina Wilson Nangu, ikafanya mabadiliko makubwa katika mechi zinazofuata. Ni kwa sababu gani? Mechi 7 zilizofuata, maana hii ilikuwa ni ya kwanza kwa kocha Miloud, halafu zikafuatia mechi nyingine 7, maana hivi sasa ameshaiongoza Yanga katika ligi kuu Tanzania bara katika mechi 8. Hizi mechi 7 zilizofuata zote mwamba kashinda, zote ameshinda, na tena ameshinda kwa kishindo kwa sababu amefunga mabao 22, mabao nasema 22 goals, lakini ameruhusu mabao 3. Kwa lugha nyingine, mechi 8 ambazo Miloud ameiongoza Yanga mpaka sasa, imeshinda mechi 7, imetoa sare 1, lakini haijapoteza mchezo wote, na kwa ujumla imepata point, utaona hapo ni point 22, kwa sababu kushinda mechi 7 tunazungumzia 7 mara 3 ni point 21, halafu sare 1, ile sare suluhu ya bila dhidi ya JKT Tanzania manake ni point 1, Yanga imepata point 22. Mechi 8 tulitarajia basi pointi zote kwa ujumla maximum performance iwe 8 mara 3 point 24, lakini yeye amevuna point 22. Kwa lugha nyingine tukipima ufanisi tutazidisha kwa 100. 22 kati ya point 24 alizopaswa kuzipata, utagundua kocha Hamdi Miloud performance yake ni 92.6 plus around 93. Ndio performance ya Hamdi Miloud. Lakini wakati akitua Yanga, performance yake alikuta vipi? Yanga iliongozwa na kocha Miguel Gamondi na kisha kijiti kikatwaliwa na kocha Siad Ramovic. Yanga ilikuwa imecheza mechi 17. Hapa tunazungumzia mechi 17. Matarajio ni kwamba kama ingeshinda mechi zote, Yanga ilipaswa kuwa na pointi 51 kama maximum performance. Lakini wakati huo Yanga kwenye mechi 17 ilikuwa na pointi 45. Sasa tukiweka kwenye kiwango cha ufanisi, ndipo utachukua 45 hii chini utaweka 51 ambazo ni pointi zote ulipaswa kuzipata katika mechi 17, ukizidisha kwa 100 utagundua performance ya Yanga ilikuwa ni around 88. Lakini leo hii Miloud katika mechi 8 alizoongoza ameperform kwa 93. Wastani sasa wa Yanga wa performance, kiwango cha Miloud akiwa yeye ndio kocha mkuu, ukichanganya na kiwango kilichoonyeshwa na Yanga chini ya Ramovic na Yanga chini ya Gamondi, kwa wastani ndipo tunapata performance ya Yanga ni 89.3, kwa sababu hivi sasa Yanga ilikuwa na pointi 45 alizozikuta Miloud kakusanya pointi 22, Yanga ina pointi 67. Katika mechi 25 ilipaswa kuwa na pointi 75. Ndio maana ukizidisha kwa 100 unapata kiwango hiki cha ufanisi cha 89.3. Lakini Miloud hajaiongezea ufanisi Yanga katika general performance, katika ufanisi wa jumla tu, kama ilivyotoka kueleza kwamba points amezipata kwa kiwango cha 93 na sasa wastani 89.3 ukichanganya na kile alichokikuta, bali pia
Miloud ameimarisha Yanga katika ufungaji. Ndiyo, ni kwa sababu gani? Tunaona hapa amefunga mabao 22 katika mechi 8. Ndiyo, sasa unapozungumza mechi 8 tunazungumzia dakika 720, kwa sababu tunakumbuka vizuri kwamba mechi moja kuchezwa ni dakika 90. Kwenye mechi 8 maana yake tunazungumzia 90 mara 8 unapata dakika 720. Hizi ndizo alizoziongoza Miloud. Sasa ukitaka kujua namna gani ameimarisha kiwango cha kufunga, lakini pia ameimarisha kiwango cha kuzuia, benchmark marejeo yetu itakuwa ni dakika ambazo Yanga wamecheza, ili tupate kuna kitu kinaitwa MPG, minutes per goals. Timu ya Miloud inatumia dakika ngapi kufunga bao moja? Tunagundua kwamba ili kupata hiyo MPG, minutes per goals, maana yake tutachukua dakika 720 za mechi 8 ambazo Yanga imeongoza na Miloud, tunagawanya kwa mabao aliyofunga ambayo ni 22. Ukigawanya kwa usahihi, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, utagundua kwamba Yanga inafunga bao kila baada ya dakika 32 na sekunde 42. Ndio kiwango cha Miloud cha sasa katika upachikaji mabao kwenye mechi 8 alizoongoza Yanga, kwa sababu imefunga mabao 22. Lakini vipi kwenye ukuta, kwenye kuzuia? Ni kwamba Yanga kitendo chake cha kuruhusu mabao 3 ikiwa na Miloud, maana yake ni kwamba MPG ambayo ni hasi, yani kuruhusu mabao, itakuwa dakika 720 walizocheza, halafu unagawanya kwa mabao 3 aliyoruhusu, unagundua kwamba kwa wastani Yanga hivi sasa inaruhusu bao kila baada ya dakika 240. Hiki ni kiwango cha juu cha ufanisi, kwa sababu ukilinganisha na Yanga aliyoikuta juu ya MPG, minutes per goals katika kufunga, lakini ukapima pia kiwango cha mabao walikuwa wakiruhusu kwa wastani kwa dakika, tutagundua yafuatayo. Ni kwamba aliikuta Yanga mechi 17 imeshacheza. Mechi 17 tunazungumzia dakika 1530. Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, kwa sababu tutachukua dakika 90 za mechi moja, dakika 90 tutazidisha mara 17, hapa ndipo utapata dakika 1530. Lakini katika dakika hizo 1530 Yanga tumeona pale kwamba ilifunga mabao 42. Kwa kupata MPG, minutes per goal, tutachukua dakika 1530, tutagawanya mabao 42 ambayo Yanga ilifunga kabla ya kutua kwa Miloud. Ukigawanya vizuri hapa utagundua MPG ya Yanga ilikuwa dakika 36 na sekunde 25. Sasa kipimo hiki cha MPG Yanga kabla ya Miloud, utaona hapa utofauti kutoka dakika 36 na sekunde 25 kwa wastani kufunga bao mpaka kufikia dakika 32 na sekunde 42. Maana yake Yanga ya Miloud inafunga mabao mengi kwa haraka zaidi kulinganisha na Yanga aliyoikuta kutoka ikiongozwa na Ramovic pamoja na Gamondi kwa pamoja. Lakini kwenye kuzuia bado tena mabao iliyokuwa ikiruhusu Yanga kwa wastani ilikuwa ni dakika 1530, halafu ilikuwa imeruhusu mabao 7. Utagundua hapo kwa wastani Yanga ilikuwa ikiruhusu bao kila baada ya dakika 218 na sekunde 34. Yes. Hasa dakika hizi za kuruhusu, unaona kwamba Yanga ilikuwa inaruhusu mabao kwa haraka zaidi kulinganisha na sasa ambapo inahitaji dakika 240 wapinzani kwa wastani kufunga bao moja dhidi ya Yanga. Kwa lugha nyingine ni mechi 2 ziishe, halafu mechi inayofuatia ya 3 ni kwenye dakika ya 60 ndipo Yanga inaruhusu bao kwa wastani. Hapa msisitizo nasitiza ni kwa wastani, ukichukua vipimo hivi vya muda na mabao iliyoruhusu. Kwa ujumla tutaona Yanga chini ya Miloud kwenye ligi kuu Tanzania bara imeimarika kwenye general performance, ufanisi wa jumla kutoka 88% sasa hivi imefikia 89.3. Na hizi zimekuwa 89.3 kwa sababu aliikuta Yanga ina perform kwa 88%. Yeye performance yake ukichukua kwa mechi 8 kama tulivyotoka kuona ni 93%. Lakini kwenye kufunga mabao Yanga imeimarika kutoka kufunga bao kila baada ya dakika 36 na sekunde 25, hivi sasa inafunga bao kila baada ya dakika 32 na sekunde 42. Kwenye kuzuia Yanga ilikuwa inaruhusu mabao kwa mapema zaidi kuliko sasa, kwa sababu kwa wastani ilikuwa inaruhusu bao kila baada ya dakika 218 na sekunde 34, lakini hivi sasa inaruhusu bao kila baada ya dakika 240. Wote performance kwa Miloud. Bila shaka akiendeleza mwenendo huu Yanga ni unstoppable katika hizi mechi 5 zilizosalia ili kutawazwa bingwa tena kwa mara nyingine. Na hizi mechi 5 tunasema
tukihusisha ile mechi iliyoahirishwa, mechi ya utani wa jadi Machi 8 ambayo ipo kwenye mamlaka, maamuzi bado hayajatolewa. Lakini kwa vyovyote vile mechi zilizobaki ziwe 5 ziwe 4, kama Yanga inaendeleza kile ambacho imekionyesha mpaka sasa katika mechi 8 chini ya Miludi, ni dhahiri kwamba itatoa tena ubingwa kwa mara ya 4 mfululizo. Nini mtaji wa Miludi mpaka anafanya vizuri hivi? Kwanza ameendeleza kile alichokikuta kwa Aramovic, ambaye naye aliendeleza kile alichokuta kwa Gamondi katika mfumo wa kucheza 4-2-3-1 baada ya golikipa, ndio mfumo mama wa Yanga, na yeye anafanya hivyo. Lakini pia wachezaji wake hamasa kubwa katika kuhakikisha mipira 50 kwa 50 katika kila mechi, bila kujali mpinzani wa aina gani. Wachezaji wa Yanga wanakuwa juu katika kuania mipira ya namna hiyo, kwa maana nyingine kujituma. Lakini kubwa zaidi aloliongeza, ukiondoa mengine ambayo wenzake pia walikuwa kiafanya kwa mtindo ule wa gusa achia twende kwao, yeye ameendeleza hayo. Lakini kubwa zaidi kwenye eneo la mwisho, kwenye final third, katika kutumia mipira ya mwisho kuweka wavuni, bila shaka inaonyesha dhahiri kwamba Miludi amedhibiti kwamba mipira isipigwe hovyo, waachane au wameshaachana na kufanya majaribio yale tunasema speculative shots. Mashuti unapiga una uhakika amelenga shabaha ama vinginevyo. Kwa sababu gani? Mpaka sasa Yanga kwenye mechi za hivi karibuni imeonyesha kwamba inatumia vizuri eneo la mwisho kwa kuhakikisha upigaji wake wa mashuti kwa kiasi kikubwa unalenga shabaha. Shooting accuracy imeimarishwa mno, na hili ni miongoni mwa mitaji ya Miludi, kiasi ya kwamba anafunga mabao mengi zaidi kuliko watangulizi wake. Ni kivipi? Ni kwamba kwa mfano katika mechi dhidi ya Azam, Yanga dakika 90 wamepiga mashuti 10, 9 yamelenga lango. Shooting accuracy 90%. Ingawa alishinda 2-1, lakini kumsifu ni kipa wa Azam kwa sababu mashuti 9 yalengwa kwake, akacheza save 7. Mechi dhidi ya Coastal Union, Yanga walipiga mashuti 11, 9 yamelenga shabaha, ni mashuti 2 tu yalikwenda nje. Kwa lugha nyingine, mechi 2 za ligi kuu Tanzania bara zilizopita, Yanga chini ya Miludi imepiga mashuti 3 tu kwenda nje. Hata katika kombe la shirikisho, mechi iliyopita ya robo finali ambayo sasa Yanga wameingia nusu finali, wanakwenda kucheza dhidi ya JKT, ni mechi ambayo walicheza dhidi ya Stand United. Yanga dakika 90 walipiga mashuti 14, 10 yamelenga shabaha, shooting accuracy ya zaidi ya 70%. Matokeo yake walishinda 8-1. Huyu ni Miludi. Wote performance, Miludi anaipeleka Yanga next level kwa kasi hii. Je, ataendeleza ama ni nguvu ya soda? Bila shaka ni kusubiri tu zaidi namna ambavyo Miludi anaendelea kuitumikia Yanga na kuona kile atakachoendelea kukitoa kwa timu hiyo. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.